Sekunde 10 tu zinatosha kabisa kuibiwa akaunti yako ya mtandao wa kijamii, iwe Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na mengine ambayo wewe unaitumia, kwa kosa la kuweka password peke yake, pasi na kuweka njia nyingine za usalama. Unafahamu ni kwa nini? Ungana nami katika video hii mwanzo hadi mwisho, naenda kukufahamisha jinsi gani ambavyo mdukuzi anaweza kuchukua akaunti yako kwa kosa la kuweka password peke yake. Karibu sana. Kitu unachotakiwa kujua ni kwamba wadukuzi hawatumii nguvu, bali wanatumia akili nyingi sana katika kutekeleza kazi zao. Katika mfano huu tunaona kwamba kuna email inatumwa. Hii email inamshawishi mtu kuona kwamba amezawadiwa iPhone 14 Pro, ambapo watu wengi sana wanapenda vitu vyenye thamani, either kwa bei rahisi ama kwa bure kabisa. Tunapokeaga meseji nyingi sana za WhatsApp kwamba imetoka zawadi au kuna GB 20 za bure, sambaza meseji hii kwa watu 20, utapata hiki na hiki. Mbali na hivyo, vijana wengi sana wanakimbilia kitu kinaitwa connection. Kuna video mbaya zimetoka za msanii fulani ama za mtu fulani maarufu, watu wanahitaji waangalie vitu kama vile. Vijana wengi sana huwa wanaingia katika huo mkumbo. Sasa kupitia vitu hivyo hivyo ndipo mdukuzi na yeye anaweza kutekeleza misheni yake. Kitu gani ambacho tunakiona hapa? Kupitia phishing email kuna malicious link ambayo imekuwa binded, ambapo ukiibonyeza tu hiyo link itatengeneza connection baina ya device yako na device ya mdukuzi. Kama unatumia kompyuta ama kama unatumia smartphone, manake tayari umetengeneza tunnel kati ya hizi device mbili. Sasa kitu gani kinachotokea baada ya kuwa umeclick link? Kila unachokiandika kitaonekana katika screen ya mdukuzi. Kwa hiyo kwa maana kama umeweka username na password, manake hizi details zote zitamfikia mdukuzi na ataweza kuziona. Sasa hatari ni kwamba endapo kama unatumia password peke yake bila kutumia njia nyingine ya ulinzi, either 2FA ama MFA, maana yake kutoka hapo utakuwa umeibiwa akaunti yako, kwa sababu mdukuzi atakuwa tayari ana full credentials ambazo wewe huwa unazitumia kulogin katika akaunti yako. Sasa kuna mtu anaweza akajiuliza, kwani kuna madhara gani ya kuibiwa akaunti? Jibu ni moja tu. Ukiibiwa akaunti si kwamba unapoteza mapato kama akaunti yako tayari ilikuwa shaanza kukulipa, lakini kuna picha ambazo ziliwekwa katika akaunti yako, ama mtu anaweza akaupload picha mbaya katika akaunti yako, sifa yako ikaharibiwa. Leo hii inafahamika kwamba Single Media wao wamezoea kuposti video za aina hii. Unaonaje katika akaunti hiyo ikapostiwa video nyingine? Kwa maana tayari jina litakuwa limeharibika, lakini heshima pia itakuwa imeharibika. Lakini mbali na hivyo, kuna wale marafiki zako ambao wamefollow hiyo akaunti na wanakuamini. Maana yake ni kwamba watu watatapeliwa, kwa sababu wakiona kwamba kuna linki imetumwa kutoka Single Media, maana yake mtu hatakuwa na mashaka. Kumbe alotuma si Single kama Single, bali ni mtu ambaye tayari ameiba hiyo akaunti na ana full access katika hiyo account. Lakini pia endapo violation ikifanyika kupitia haka ambaye ameiba hiyo akaunti yako, maana yake ni kwamba akaunti inaweza kuwa banned au ikawa terminated kabisa. Lakini baya zaidi, kwa wewe ambaye una YouTube account, una Instagram, una Facebook, una TikTok na mitandao mengine, nadhani unafahamu jinsi gani ilivyo ngumu kufika katika vigezo ambavyo unaweza kuwa monetized. Sasa unaonaje kitu ambacho ulipambana nacho kwa muda wa miaka mingi sana, alafu kinakuja kuchukuliwa na mtu mmoja hivi, mjanja mmoja, ndani ya sekunde 10 tu? Tunapaswa kuwa makini sana. Sasa kama unatumia akaunti ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, email na kitu kingine chochote ambacho kipo katika ulimwengu huu wa mtandao, usiache security ya maisha yako ya kidijitali kwa password peke yake, pasi na kuweka either two factors authentication ama multi factors authentication. Ungana nami katika video ijayo, utaenda kujifunza haya yote. Lakini pia kama una swali, una maoni, una ushauri, dondosha komenti yako hapo, sisi tutaifanyia kazi kwa pamoja. Lengo letu tusiishi kwa mazoea.
bali tujifunze. Mtandao ni fursa, lakini pia mtandao unaweza kuwa ni maumivu sana kwako wewe na kwa jamii inayokuzunguka. Tuwe makini. Usisahau kusubscribe, kufollow akaunti zetu za mitandao ya kijamii kwa elimu nzuri bora kabisa ya usalama wa mitandao kwa lugha rahisi sana ya Kiswahili.